Na bwana meneja wa Mbosso Kane amekuja front kueleza kuhusiana na changamoto ambazo zimetokea hivi karibuni. Kama unakumbuka vizuri bwana, ni kwamba Mbosso bwana alivyo release kazi yake mpya kabisa ambayo inakwenda kwa jina la DJ, na kwamba kuna jamaa anaitwa Mobutu akaenda kuistrike na akaishusha hiyo nyimbo. Kwa hiyo kwa mashabiki wa Mbosso Kane bwana, nadhani watakuwa wanajua kwamba ngoma hiyo ilipotea YouTube, na kiukweli hicho ni kitu ambacho kilimchanganya sana Mbosso, kiasi kwamba kulikuwa mpaka kuna tetesi kwamba inasemekana Mbosso alitaka kujitoa uhai baada ya nyimbo yake hiyo ilikuwa na mafanikio sana, ameinvest pesa nyingi, muda na vitu vingine tofauti tofauti. Alivyoona kwamba imefutwa YouTube ilimuuma mno. Kwa hiyo ikabidi Mbosso bwana aende mpaka polisi, na akawa analifuatilia hilo swala kwa muda mrefu sana. Amelifuatilia kwa muda mrefu sana bwana, kuhakikisha kwamba anapata haki yake, kwani huyu mtu ambaye anaitwa Mobutu, kijana huyu ambaye pia ni msanii, alishusha hiyo nyimbo huko YouTube kwa kutokana na madai ya kwamba eti ngoma hiyo inafanana na nyimbo yake ambayo inaitwa Mr DJ. Lakini ukizisikiliza hizo ngoma unaambiwa kwamba ngoma hazifanani hata kidogo. Kwa hiyo watu wengi sana waliona kama vile jamaa alikuwa tu anatafuta kiki, au aliamua tu kupita na upepo wa Mbosso, au alikuwa tu ameamua kumkomoa kijana mwenzie. Kwa hiyo Mbosso bwana akalichukulia hatua swala hilo mpaka kwenda polisi. Lakini pia meneja wa Mbosso amejitokeza na kuelezea kuhusiana na hasara ambazo Mbosso amezipata baada ya nyimbo yake hiyo kushushwa huko YouTube. Unaambiwa kwamba Mbosso alikuwa ameandaa mpaka project za kufanya katika club tour ya ngoma hiyo ya DJ, lakini bwana mambo yamekuwa yembese kutokana tu na kutolewa kwa ngoma hiyo YouTube. Hapa bwana kuna page ambayo wamepata nafasi ya kuzungumza na meneja wa Mbosso Kane, ambapo wametoa maelezo akiwa anahojiwa kwa njia ya simu na baadhi ya vyombo vya habari. Meneja wa Mbosso ambaye anafahamika kwa jina la Mesati Sheduro amedai kuwa taarifa zilizosambaa kuwa Mbosso anataka kujiondoa uhai kisa wimbo wake kuondolewa ni za uongo na zipuuzwe, ikiwemo na taarifa za kumtishia msanii Mobutu pia sio za kweli. Kwa maana ya kwamba bwana, kulikuwa kuna hizo tetesi zilikuwa zimesambaa kwamba Mbosso anataka kujitoa uhai kisa tu kwamba nyimbo yake imetolewa YouTube, na pia vile kulikuwa pia kuna tetesi zingine za kudai kwamba Mbosso alikuwa anamtishia huyu jamaa kwamba atamfanyia kitu kibaya, atamloga na nini. Hizo pia wamedai kwamba si za kweli. Meneja wa Mbosso amekuja front na kuelezea swala hilo. Lakini ukiachana na hiyo pia vile akasikika akisema kwamba taarifa hizo sio za kweli, na hata hizo za kwamba tumemtishia msanii Mobutu kumpiga au kumloga sio za kweli. Na Mbosso he was very humble and cool, na akawa na anashughulikia kuitafuta haki yake, na tukashinda kituo cha polisi siku 2. Kwa hivyo basi Mbosso hakuwa na hali hiyo ya kujidhuru, hapana. Na pia vile kuna baadhi ya interview huyo msanii Mobutu amefanya akisema kuwa Mbosso atampiga na mengine mengi, kitu ambacho ni kweli, na tulikuwa tushafika mbali na tuna message mpaka ya mwanasheria, na tulishamwandikia kwamba tunaomba mpaka muda fulani wimbo wetu uwe umesharudi. Na ile message iko clear kabisa, na haikuwa na swala zima la vitisho, haikuwa na masuala ya vitisho kwake. Na kama mzazi alilia, yani amepeleka taarifa ambayo sio sahihi kwa mzazi, na kwa mzazi lazima angereact vile. Sisi hatujampa vitisho, hapana. SMS ya mwanasheria ipo wazi kabisa, unaweza kushare na watu ili wajue. Na baada ya kumkamata tunaona hata akaunti yake ya Instagram imefungiwa, na hata kwa posti zake watu walikuwa wanampa negative opinions kuhusiana na hiyo issue hii, watu walikuwa wanampa negative opinion kuhusiana na hiyo issue, na wala hajatukanwa. Amesema hivyo meneja wa Mbosso Kane.
Lakini pia vile ni kwamba kuhusiana na hizo tetesi za kumshambulia na nini kumtishia, kumloga, kumpiga, hizo issue meneja amezikanusha. Yote haya bwana, chanzo ni kwamba mtazamaji, kama unavyoelewa kwamba baada ya msoto ambao Mbosso amepitia, nadhani watu wengi sana watakuwa wanafahamu kwamba Mbosso bwana amepitia changamoto hivi karibuni. Wimbo wake wa DJ bwana ulitolewa huko YouTube na msanii ambaye anafahamika kwa jina la Mobutu. Huyu jamaa bwana alienda akapiga strike ile ngoma na ngoma ikashushwa YouTube, na kama unavyoelewa ni kwamba ngoma hiyo ilikuwa on trending namba 1, ilikuwa inafanya vizuri. Mbosso alikuwa ameshaanza kuandaa project nyingine ambazo zina depend na hiyo ngoma, yani alishaandaa mpaka DJ tour kutokana na wimbo wake huo wa DJ kupokelewa vizuri, lakini baada ya kushushwa Mbosso ilimstress sana. Kama unakumbuka vizuri bwana, hiyo issue ilipelekea hatua ya kufikia kwamba Mbosso ikabidi mpaka aende polisi. Kukawa kuna tetesi zimesambaa kwamba Mbosso alitaka mpaka kujitoa uhai kutokana tu na kwamba ngoma yake hiyo bwana ilikuwa imetolewa huko YouTube. So mambo yalikuwa ni mengi sana at the same time, lakini mwisho wa siku bwana, jambo ambalo tumekuja kulishuhudia ni kwamba baada ya siku 3 kupita, ni kwamba ngoma hiyo imerudi leo YouTube tokea ilivyotolewa. Lakini sio tu kwamba ngoma hiyo imerudi YouTube, lakini pia vile imerudi ikiwa na mafanikio makubwa mno. Yaani hii ngoma ya DJ ya Mbosso bwana ilivyorudi YouTube bwana, haijarudi kitoto, imerudi kwa kishindo cha hali ya juu, kiasi kwamba bwana ukiifuatilia vizuri au kama umeicheki, basi utagundua kwamba ngoma hiyo bado iko on trending namba 1 mpaka sasa hivi. Yani baada ya kurudi baada ya hiyo ngoma ya Mbosso ya DJ kurudi YouTube, inaendelea kutrendi nafasi ya kwanza. Maana ilivyotolewa ilikuwa on trending namba 1, na ilivyorudi bwana, cha ajabu ni kwamba imerudi pale pale kwenye ile namba 1 on trending. Lakini inafahamika kwamba kwa kawaida ngoma waga ikipigwa strike bwana, ikishushwa huko YouTube kama ilikuwa namba 1, basi waga ikirudi lazima utakuta imeshuka, yani inapotea trending. Lakini hii ya Mbosso bwana ni kama muujiza tu, Mungu mwenyewe ameamua kuirudisha tena on trending namba 1 kama the way ambavyo ilivyotoka. Umeona bwana? Kwa hiyo kama vile hakuna kilichotokea, yani ni kama vile hakuna changamoto yoyote ambayo ilitokea dhidi ya ngoma hiyo. So baada ya ngoma hiyo kurudi YouTube, ni kwamba Mbosso mwenyewe kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweka posti kuwapa taarifa mashabiki zake na wadau wake na watu ambao wanamsupport. Ameposti pale Mbosso bwana kuhusiana na hiyo ngoma kurudishwa. Ameandika pale sasa hivi na jumla ya views takriban 1,900,000, lakini kadri ya muda unavyozidi kwenda inazidi kukimbiza bwana. Mbosso ameandika kwamba we back and still number 1 trending on YouTube Tanzania #DJ. Yani Mbosso bwana ndo ameandika hivyo kwamba tumerudi na tunaendelea kutrendi namba 1 YouTube Tanzania, ngoma yake hiyo ya DJ. Lakini pia akaja akaweka tena posti nyingine Mbosso kupitia kurasa yake wa Instagram, na hii posti bwana ameandika maneno yafuatayo. Mbosso ameandika kwamba kipindi unaenjoy na DJ, habari njema ni kwamba wimbo wetu wa Ozalima sasa hivi umefikisha watazamaji milioni 8 kwenye mtandao wa YouTube, na ni nyimbo ambayo imekaa namba 1 kwenye YouTube trending Kenya kwa zaidi ya mwezi mzima na siku kadhaa. Ona bwana, kwa hiyo mafanikio yanazidi kuongezeka, wakati huku nyimbo ya DJ inashika namba 1 on trending. Nyimbo nyingine ya Mbosso inayofahamika kwa jina la Ozalima bwana iko on trending Kenya pia namba 1 takriban mwezi sasa. Kwa hiyo Mbosso bwana ni kama vile amekuwa unquepecable. Ni kwamba mambo yake yanazidi kwenda mbele kadri, japokuwa anakutana na changamoto, lakini anazidi kusonga mbele. Ni bwana ni kuhusiana na ngoma mpya